Karibu sana kwenye exclusive interview. Nipo na Mkalaboko Zuberi hapa kwa ajili ya kuweza kupiga story mbili tatu na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri kabisa. Bwana vipi? Bwana safi mama. Wema? Niko poa. Tunapishana? Harakati tu za. Juali? Tunapishana. Bwana, miongoni mwa vitu ambavyo nikasema leo nikutafute, kwanza issue zima ni kuhusiana na adhabu ambayo imetolewa na kamati ya saa 72. Issue zima ya Diarra, japo kuna mengi sana, lakini issue zima ni ya Diarra pamoja na maamuzi. Anastahili kupewa adhabu Diarra ya mechi 3 na fine ya milioni 4. Kanuni ndio zilizomwadhibu Diarra, ambazo ni maandishi yaliyokuwepo yamepitishwa, na alichokifanya manake kimethibitisha kaangukia humo. Adhabu ya Diarra, kanuni inamfanya apate ile adhabu. Ni adhabu ya kikanuni, haina pingamizi. Kwa hivyo ndicho ambacho kimetokea, na sioni namna nyingine ya kumtetea Diarra kwa sababu kanuni ndio imemwadhibu. Kwa hivyo kama Young Africans watakuwa wajaridhishwa, manake wakati kwa kanuni, wakati rufaa sasa kusana adhabu, lakini adhabu ya wazi kusema makosa aliyofanya ni chini ya kanuni ya udhibiti wa wachezaji. Unajua kanuni zimegawanyika, kuna kanuni ya vilabu, kuna kanuni ya wachezaji, kanuni ya waamuzi na makosa yao. Sasa Diarra kaangukia kwenye kanuni ya udhibiti wa wachezaji, kuonyesha vitendo visivyoridhishwa mchezoni. Alionyesha alama ya matusi, lakini kando na hilo pia alizozana na muamuzi, ambayo inaangukia kwenye kanuni za udhibiti wa wachezaji. Kwa ni adhabu ambayo imepimwa na misingi ya kanuni kwa Diarra. Watu wanahoji kwamba muamuzi amepewa adhabu ambayo ni nzito kuliko mchezaji. Muamuzi amepewa adhabu kushindwa kumtoa adhabu kwa Diarra. Ni sahihi kwa sababu ile adhabu ya kumzonga ilikuwa nastahili kutoa kadi nyekundu. Hakufanya hivyo. Sasa naye anaadhibiwa kwa maana ya kuto kusimamia sheria kiwanjani. Kwa hiyo adhabu zipo kwa kila upande, kwa ana adhabu inambana mchezaji, adhabu inambana muamuzi. Kwa ni adhabu za kikanuni. Nadhani ufika wakati sasa tuanze kuheshimu na kanuni. Kanuni zinatoa adhabu, watu wanahoji. Sasa sisi ni watu wa namna gani? Hii nchi watu wana matatizo. Kanuni zipo, zinatoa adhabu, tunahoji. Sasa ingekuwa hakuna kanuni, watu wameadhibiana kama ramli, ingekuwaje? Ni adhabu ya kikanuni, sio ramli kwa muamuzi, sambamba na Diarra mwenyewe. Kwa hiyo muamuzi alistahili pale kuweza kutoa maamuzi yaliokuwa sahihi kwa wakati ule kuliko kuchukua fair tu mpaka adhabu na ikamkuta, kwa sababu kwa mujibu wa ile taarifa kwamba sio mechi ya kwanza kufanya hivyo, kushindwa kutoa maamuzi panapostahili uamuzi. Hastahili kuwa muamuzi, kwa sababu muamuzi ni maamuzi. Sasa kama muamuzi hana maamuzi, anakuwaje muamuzi? Ndio maana anaadhibiwa kwamba hajasimama kama muamuzi. Adhabu ya muamuzi imekwenda hakusimama kama muamuzi. Baki kama mtu baki sasa au shabiki. Kwa hivyo kaadhibiwa kwa sababu hakusimama kama muamuzi. Yeye ana taratibu, sheria na kanuni zinazomfanya atoe adhabu. Makosa yanaonekana hawezi kuadhibu. Huyu ni muamuzi ambaye hakusimamia uamuzi. Ndio maana kaadhibiwa yule muamuzi. Sambamba na mchezaji kusimamia maadili ya mchezaji kiwanjani, ambako unahitajika kujua ni fair play. Unapotokea makosa muamuzi upo. Na ziko na taratibu pia za kuweza kubaini makosa. Kama umeleta fujo mwenyewe, mwangaifu, vurugu, mivutano, hujaridhishwa na maamuzi, ndio taratibu kutokuridhishwa maamuzi unafanya vipi? Kwa hiyo ni kanuni tu zimefanya kazi kama kanuni. Baada ya hapo adhabu kutolewa, kuna michango sasa ikaanza kuchangishwa na wanachama, mashabiki wa klabu ya Young Africa. Watu wakaanza kuhoji kwamba wamefurahishwa na kitendo alichofanya Diarra mpaka kuweza kuchangisha michango, na kabla ya michango ilionekana kuna kampeni ya kama vile kumtia moyo Diarra kwa kile alichokifanya kwa mashabiki na influencers wa Yanga. Hii imekaje kwanza kabla tujiendelee? Kwa Yanga kumchangia Diarra, hawataki kuogea beseni linalovuja. Yanga wamemchangia Diarra, hawataki kuogea beseni linalovuja. Unamaanisha nini hapa Mkalaboko? Yanga wanapitia kipindi kigumu kwa sasa kwenye masuala ya nje ya uwanja na propaganda zilizotawala dhidi ya Simba, ambao njia pekee ya kuwatoa Yanga mchezoni ni propaganda na saikolojia. Hii yote Young Africans wameifanya kwa ajili ya kurudisha hali ya propaganda iliyotawala. Kwa nini? Kwa sababu moja, hakuna namna nguvu kubwa Simba imewekeza kwenye propaganda kama msimu huu. Kivipi sasa? Mimi mbona wewe unaiona propaganda ambayo Simba ametengeneza hapa kata? Kuna nguvu kubwa mno ya Simba Sports Club kutaka ubingwa kwa propaganda kuliko jambo lolote. Ndani ya uwanja kugumu, lazima vita zianzie nje ya uwanja. Kwa hiyo utaona kabla ya adhabu namna walivyomshambulia Diarra. Unaelewa vizuri? Na utaona baada ya adhabu namna ambavyo wanabadilisha ajenda. Kila siku ni kubadilisha ajenda. Kwa bahati mbaya Yanga Afrika hawatengenezi ajenda. Wao wanatengenezewa ajenda. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga wamefahamu kwamba ili tusiogee beseni linalovuja, tutumie huu muda kutengeneza hamasa kwenye timu. Kumbuka wametoka kutoa sana michezo kadha. Na sasa anaadhibiwa golikipa kipenzi chao.
adhabu ambayo ikienda na namna ambavyo wanashambuliwa kila upande, wakitulia inaleta shida. Ndio maana unaona Young Africans wale wameitumia hii nafasi kama kwanza kutopa. Wamelipa milioni 4 kwenye michango wao, wana makusanya milioni 8, wanataka kukusanya milioni 4 kwa ajili ya adhabu za Diarra zote mbili, kwa sababu ni milioni 2 4 kwa ajili ya kumtia moyo Diarra kama pole. Lakini sio pole tu, kurudisha hamasa kwenye kikosi chao kwamba wao wako na timu yao. Karaboko, ni kisawa kwanza hapo. Unamaanisha kwamba kinachoendelea katika hii michango uongozi wa Yanga umebariki? Sio uongozi wa Yanga, wanachangisha mashabiki. Yanga haiwezi kubadiliki kwa sababu na wenyewe wana kanuni ya kudhibiti vilabu, kanuni za wachezaji, kanuni za waamuzi. Wanachangisha mashabiki. Ndio maana nimeshangaa sana mtu anayehoji eti mbona wanachangisha, account number ya klabu iko wapi? Account number ya klabu. Yanga haiwezi kuchangisha hii michango kwa sababu michango adhabu imepewa mchezaji na kuna kanuni ya mchezaji, kuna kanuni ya klabu. Sasa klabu inawezaje kuratibu mchango wa mchezaji kwenye adhabu zake? Hata Simba wakati wamedhibiwa na CAF walihamasisha mashabiki wachangie adhabu ambayo inatokana na mashabiki. Mashabiki wamehamasishwa wachangie kutokana na kuweza kuchangia mchezaji. Sasa taasisi inasimamaje ili ipate kwa makosa? Kwa kilichofanyika kwenye mchango wa Diarra kwa mashabiki wa Yanga ni hamasa za mashabiki kwa mchezaji na timu yao. Sasa kuwalazimisha Yanga wachangishe kwa Diarra, maana yake watu hawajui kanuni. Hiyo sio nafasi ya kanuni, kwa sababu kanuni itawaadhibu taasisi. Mnawezaje kufanya hivyo na nyinyi mna kanuni na wadhibiti? Watu wanauliza likitokea kwa mwingine mzawa tutaona michango kama ambavyo Diarra anachangiwa hivi, kwa sababu unaambiwa ukifanya hivi basi kuwe na muendelezo kwenye hiki ambacho anakifanya, au kwa sababu ndio kipenzi cha timu. Tusiwatabii hayo. Hao wameshamchangia wachezaji wote na Kibabage washachangiwa kwa Yanga. Sio 4800 aliyochangiwa huko. Chukua pesa nyingi kwa Yanga. Shingapi? 4800. Huko utaratibu wao wa kuchangia hatuna ugeni nao. Wanachangia mashabiki, wachezaji, tumeona kwa kuchangia. Kwa mimi nadhani ni sehemu ya mpira wetu ambavyo umewekwa kwenye hamasa zaidi. Ndio maana hiki kimetumika kama hamasa. Sababu wametoka kipindi ambacho wao wako kwenye kipindi kigumu cha kushambuliwa kila kona. Kwa hiyo wameitumia nafasi kama hamasa. Lakini wakati mwingine hata watu wanakosoa wakati mwingine, kama kwa mfano bwana mkubwa sasa hivi ni kama anataka kuongeza followers Manara kwenye akaunti yake. Ndio maana kila kitu lazima chipuini ajenge hoja, lakini kiufupi Manara si mtu wa mpira yule. Kwani hajui kwamba taasisi haiwezi kuratibu mchango wa mchezaji kwa sababu taasisi nayo inabanwa na kanuni? Ndio mtu wa mpira tunamsifia kila leo kwamba ajenda ya Manara ni kuongeza followers kwenye akaunti yake. Maana ana shida ya akaunti yake sasa hivi. Kwani hajui kwamba yes mtu wa mpira? Maana Karaboko anasema kwamba kapotea mjini. Hapana, tumkumbushe tu. Yes mtu wa mpira, kila siku anasema mtu wa mpira. Hajui kuna kanuni ya udhibiti wa club, hajui kuna kanuni ya udhibiti wa wachezaji, hajui kuna kanuni ya udhibiti wa waamuzi, hajui kuna kanuni ya udhibiti wa mashabiki. Sasa inawezekanaje taasisi adhabu imetoka kwa mchezaji kwenye mechi ya club, alafu taasisi isimame inachangisha tu kwenye peji yake? Wakichangisha mashabiki mbona sio shida? Yeye mwenyewe sio kuchangiwa na mashabiki wakati anaumwa yule. Au watu wamesahau. Aliuliza ndio mbona mmenichangia kwenye peji gani? Kwa nini alikuwa swali? Mimi nadhani lazima watu waheshimu michango inavyoendeshwa na wakubali hisia za watu, waziache watu wafurahi. Sasa kila kitu kuchambua, mbona wakuchambua wakati anaumwa alivyochangishwa na watu? Kwani nilichangia taasisi? Sio alichangisha watu binafsi. Kwa leo huwezi kuhoji yale, unahoja mengine. Amezungumza issue ya good governance pamoja na accountability katika viongozi wa Yanga. Sasa viongozi wa Yanga wanahusika vipi na hisia za mashabiki? Yaani viongozi wa Yanga kwenye mambo ya mashabiki wanadili nao vipi? Unajua dhana ya shabiki? Wao wanaweza kameneji wanachama, hawa ni mashabiki. Wameamua kuchangia kama mashabiki wa mpira. Wanavyomchangia Dube kiwanjani ndio good governance. Si ndio? Kwa hiyo wakati fulani kila kitu kuchambua katika. Wakati vile nafikiri ni vita za followers hizi sasa. Bwana, tukimalizia hapo kwa Yanga kabla tujaenda kwenye issue nzima ya Simba Sports Club pamoja na Damaro. Uongozi wa Yanga upo kimya sana. Yaani ni kama vile hivi sasa hizo propaganda ambazo upande wa pili wanatengeneza kwa ajili ya kuweza kutetelesha uongozi wa Yanga kwa ajili ya kuweza kuchukua kikombe kwa msimu huu. Yaani ni lazima, inasemekana hivyo kwamba kuna asilimia kubwa sana Yanga hataki kuchukua ubingwa wa mara 5 hivi sasa mfululizo. Kuna propaganda hizo ambazo zinaenezwa. Uongozi wa Yanga upo kimya. Kuna issue nzima ya usajili hapa imeibuka kwamba usajili wa Yanga viongozi wamehusika, usajili bovu. Propaganda nyingi sana zimeenda kwa viongozi wa Yanga. Na hapo baadhi ya wachambuzi pia wanajaribu kuweka sawa. Kwenye hili kwa kweli sasa Zuberi Mkaraboko, unalipi kwanza la kuweka sawa kwenye uongozi wa Yanga pamoja na propaganda ambazo zinaenea kwamba Yanga hatakiwi kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo? Inasemekana hivyo. Zuberi Mkaraboko, unalipi la kuongeza hapo? Kwanza siwezi kusema hivyo kwa sababu ligi inaendelea, Yanga anaongoza ligi na michezo inaendelea. Sema kama nilivyokuambia tayari, Simba wanataka ubingwa wa msimu huu kwa barua pepe
ama kushindana uwanjani. Kwa sababu barua pepe kishaanza kuona haya mambo ya kesi haya kama Morocco, ubingwa wa barua pepe. Mnaandikwa kwenye email, mabingwa nyinyi fulani kakatwa alama, ni vita. Kwa sababu nini? Tumetengeneza viongozi ambao hawajawekeza kwenye ufundi. Tumetengeneza viongozi ambao hawaamini bila fitina hakuna ubingwa. Ndio maana tunaona ujinga, umetoa ujinga wa mpira ambao tumeuratibu kwenye nchi yetu. Tumeanza kutengeneza bingwa anatafutwa, yani kushindana, ataka kuaminisha timu uwanjani. Sasa hivi mpaka mashabiki wakati alama hapa, hakuna ubingwa, akatwe mtu alama na kueleza mimi hapa leo. Hakuna. Chezeni kiwanjani, nendeni atakasi. Ukifuata taratibu za ndani kama mamlaka za mpira zimetambua yule ni mchezaji, zenyewe ndio zitakuwa zipeleke utetezi huko. Akatwe mtu ubingwa, chezeni kiwanjani. Wakina Libase wafunge magoli, wakina Aura wafunge magoli, wawe na idadi kubwa ya mabao kuliko wakina Deep. Huko ndio ubingwa utakapotokea. Haya mambo ya barua pepe, mwanasheria wetu na mafaili yametokea wapi? Kwanza tufuatiliane makesi yao yote ya tangu mwanzo, yalishaishiaga wapi? Hujauliza? Sikuona kesi tumeshinda huko wote, zimewahi kuishia wapi? Zimewahi kuleta matokeo gani kiwanjani? Kwa sasa hivi timu zinaanza kutafuta ubingwa wa barua pepe.